Peuple congolais, bonjour. Kama mnavyojua, huyu ni mtoto wenu tena Billy Dr. Billy Mlongeche Jackson. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 4 tarehe 21. Nikisimama hapa kuwajulisha wakongomani hali inayopita katika nchi yetu ni hali mbaya sana, na inaomba sisi kujiokoa na janga ambalo lililotukumba. Ni muda umepita mrefu sana siku naonyesha sura yangu katika image kwa sababu zisizozuilika. Kwanza tulikuwa na kilio cha mzee wetu Ngwanda pamoja na wamambre wa familia wengine ambao wamekufa, na imetufanya sisi kuumia sana. Na mzee wetu Ngwanda alikufa na magonjwa. Wanyarwanda msijivune, sio ninyi mliyemuua. Alikufa na magonjwa. Magonjwa yapo na Mungu naye vile vile yupo, na ninyi mtakufa na kila mtu atakufa. Kwa hiyo atupeni mjione kwamba tumemmaliza. Hata mpate Kongo au msiipate, mtakufa tu. Lakini jibu ni kwamba hamtaipata Kongo. Wakongomani, nimekuja hapa kuwaambia hali inayopita katika nchi yetu ya Kongo. Najua nchi yetu iko okipe, ni responsabilite yetu kulibere nchi yetu. Felix amepita muda mrefu sana. Ameshindwa kabisa kuongoza Kongo. Na imebaki miaka michache tu yeye atoke madarakani. Kwa sababu gani? Walimtia pale kama poster mwenye hafanyi lolote. Felix ameshindwa na kazi. Ametoa guvernema yake ambayo iko entouré na Wanyarwanda. Wanyarwanda wako katika ile guvernema Wanyarwanda 1. Kitu cha kushangaza, Honorable Muindo pamoja na Bazaiba na wengine wa honorable mulisema publiquement kwamba Wanyarwanda sio wakongomani. Mkasema sio wakongomani. Comment expliquer Muindo na Bazaiba wanakubali watumike mu guvernema moja na wageni na Wanyarwanda? Pour votre information ndugu Bazaiba, dada Bazaiba pamoja na Muindo, tunawapenda. Tunaomba mujiretire na hizo guvernema, kwa sababu ni guvernema ya maskarade, ni guvernema yenye imewekwa pale kwa manipule na kuntesa peuple. D'ailleurs fonction ambayo wa ministeri wamewapatia ni ministeri ambazo haziko clé. Mungesema basi wametupatia ministeri clé, tuseme kwamba wataproteger notre intégrité nationale. Hamkufanya vile. Dada Bazaiba na Muhindo, nataka niwaambie kwamba Bitakwira alikuwa ku parlement kwa sababu ni mtoto wa Remera. Wanyarwanda waliona kama ni mwiba kwao alivyokuwa anasema. Wakasema atakontamine wengine, lakini walisahau kwamba hata wamtoe Bitakwira aseme vya kuonyesha kwamba Wanyamurenge sio wakongomani. Wakafikiri kwamba imekwisha, lakini Muhindo ulisimama na mwingine. Hata Muhindo toke mwingine atasimama tu, kwa sababu haki ni haki na uwezi kuzika haki katika udongo. Unapoweka mbegu katika udongo, siku moja itatoka. Mzee Ngwanda amekufa leo, mwingine atasimama. Wengine walikufa, Mlongecha amesimama, na Mlongecha atakwenda, na wengine watasimama, na nchi yetu itakuwa libere. Ndugu Muhindo na dada Bazaiba, ujumbe tulio nao kwenu, muelewe kitu kimoja kwamba nchi ni yetu, tuiokoe. Mulikwenda ku parlement kuproteger watu. Siri tulio nayo na habari tulizo nazo services zetu, kama Kagame anatumikisha huku na ngambo yake na sisi tuko. Wametupatia, walifanya kikao. Kagame afanya anavyopenda, hata jua. Wamefanya kikao, na kikao cha kwanza ilikuwa kwamba wakutoe ku parlement pamoja na Bazaiba. Wale wote wa parlement, wale wa parlementaire wenye wanaletaka fujo za kushota vidore kwa Wanyarwanda, ni wanarapele, ni kama kurapele, wawatoe kuwe kima ku parlement juu agenda yao itimizwe. Walifanya nini? Wakasema wawapatie ministeri juu mutoke kule. Na unapokuwa ku parlement kuko loi inakuproteger, tout ce que tu veux parler unajua, uwezi kufungwa. Lakini ministeri utafungwa kama kuko. Kwa hiyo wakapenda wawatoe ile loi inayowaproteger, mutoke ndani ili muingie ku gouvernement. Munapoingia ku gouvernement watafanya nini? Watafanya remaniement, kisha mtajikuta kama Bitakwira sasa hivi amekuwa kuomba audience hawamjali. Alikuwa anapita ku television kila wakati. Yeye alifikiri kwamba amekuwa shujaa. Walimcheza. Juu ya nini? Sisi wa Bantu ni kama on fait les choses, on ne raisonne pas. Tunaomba mudemissioner. Diaspora nzima na peuple congolais inaomba mudemissioner dada Bazaiba na ndugu Muindo.
ninakwenda kuambia habari nyingine. Waeveke wetu wameuawa kule Kivu na Nord Kivu. Wanauawa kwa sababu gani? Wanaona waeveke ndio wako na nguvu sana katika Sud Kivu. Waeveke wetu kama vile Resultat, nitaendelea kukumbuka kwamba eveke anayeitwa Katalikwa, huyo Wanyarwanda muliua kwa nini? Ni wao walimkata kichwa. Waliua eveke anayeitwa Muzilikwa, unasikia? Muzihirwa. Waliua huyo eveke Muzihirwa, wamemuua. Kwa nini waliua Muzihirwa? Kwa sababu wanajua eveke yuko ana resiste. Unaona, yuko ana resiste. Sasa hivi tuko na eveke Maroi, nao wamefanya agenda nyingine tena. Na eveke Maroi anajua vizuri katika siku zilizopita, katika tarehe 15 tulio na ya mwezi wa 4, siku zilizopita kunyuma kidogo, vitu gani vimeingia katika ofisi yake na watu gani ameongea nao katika ofisi yake. Hatukujui, sijaongea personnellement na eveke Maroi, lakini services zetu ziko zinafanya kazi. Wakongomani hawalali. Na hata kule Rwanda kuna Wanyarwanda wako msistemi kutesa Wakongomani, lakini mjue kwamba kuna Wanyarwanda wengine wako contre Kagame. Hawapendi venye Kagame yuko nafanya. Kagame anajionyesha kwamba yeye iko Afrika. Haiko Afrika, anakubali atumikishwe. Na wazungu wanamfanya awe kibaraka, iwe awanaua wandugu zake Wakongomani. Rwanda na Kongo ni kama kaka na dada, tunapakana, lakini anakubali auwe ndugu zake. Hiyo ni vitu vya ajabu sana. Huyo Kagame mmoja anamfanya mzee Museveni hana amani katika nchi yake. Kagame mwenyewe anafanya Burundi siwe na amani. Kagame mwenyewe anafanya Tanzania siwe na amani. Nchi zote zinazopakana na Burundi na Rwanda hazina amani. Kenya ni hivyo. Sasa huyo ni mtu wa namna gani? Wamama, wakati mwingine wamama unapobeba mimba kama inakuumauma sana, ninataka utoke, usilie. Mimba ya Kagame kama ingetoka, nafikiri ingekuwa jambo nzuri sana. Huyu mama aliyetubebea mimba ya Kagame alifanya erere kubwa sana. Hii kuomba Mungu nizae, wakati mwingine una matatizo. Mimba ya Kagame ilikuwa na shida. Kwa hiyo Wakongomani, ninataka niwaambie kwamba Monseigneur Maroi na Monseigneur wa Uvira, Muyengo, wote wako katika danger. Ninaomba vijana wa Uvira na Kivu, Grand Kivu, simameni. Muprotege wazee wetu. Kwa sababu wanapanga mipango wafanye kwamba kunatokea fujo fulani, les assaillants wametokea, wamewaua. Ni wao Wanyarwanda wamepanga hiyo mipango. Kwa hiyo tunaomba Monseigneur Maroi pamoja na Monseigneur Muyengo, tunaomba kitu kimoja kwenu. Mwe na roho moja ya upendo na roho ya kusimama. Stop that. Monseigneur wetu Maroi, excusez-moi, kulikuwa kupira kidogo, lakini nataka niwaambie habari. Ni kazi ya vijana kusimama ili tutetee nchi yetu. Hatuwezi kuteswa hivi. Hali inayotokea Kongo ilikuwa ya Rwanda na Burundi. Tulikuwa tunavisikia kama vile histoire, tunakunywa malofu, tunacheza, tunakunywa, tunatembea, tunapiga muziki. Ni Wanyarwanda hao. Lakini leo vimetoka Rwanda, vimehamia Kongo. Na kesho vitarudia Uganda, na kesho vitaingia Tanzania, na kesho vitaingia Zambia, na kesho vitaingia Afrika Central. Kwa hiyo moto unapowaka katika nyumba ya jirani, usifunge macho. Uwe mwangalifu, kwa sababu kuna kati fulani moto utaangukia kwenye nyumba yako. Leo Kongo inateswa na kile tulikuwa tunacheka. Kwa hiyo wa Monseigneur wetu wako menase. Kwa hiyo wa Monseigneur, Yesu alikufa kwa kutetea haki. Tunawaomba msikue korompi. Peple iko nyuma yenu. Na ninaomba vijana mufanye marche. Jambo lingine nataka kuzungumza ni kwa ajili ya MONUSCO. MONUSCO inaleta fujo sana. Wao ndio wako wanafinanse ADF. Wao ndio wako wanafinanse hao Wanyarwanda. Jeshi la Kagame amekuja kucreate jeshi linaitwa Ngomino Mukongo. Amecreate jeshi linaloitwa Ngomino na Twiranireho Mukongo. Huyo Kagame. Alafu wanajiita kama sisi ni Wanyamurenge. Kongo hakuna kabila linaloitwa Wanyamurenge. Tunakataa. Tunajua kuna kuwa Wanyarwanda na Warundi ambao walikuja kama wa refugee. Na Mobutu, ninarudia tena, na Mobutu alidone ordonnance loi juu ya ile. Na tena akaikansele. Na kama mnajikuta kwamba ninyi wa Kongomani, kwa nini muuane? Kwa nini mpige vita? Kwa nini mkamate silaha?
Kama ni madaraka mnayo, sasa mnaenda kuua watu namna gani? Wanakwenda huko vijiji vya Lulenge, wanakwenda huko Kafulo, wanakwenda huko Nord Kivu, Sud Kivu kuua watu. Mauaji yamekuwa mengi. Watu hawana amani, watu wanakosa kuishi maisha ya amani na haya mauaji. Kwa nini tutaendelea hali kama hii? Hiyo ndugu zetu wa Kongomani, tumekataa katika hali hii ambayo inayoendelea mauaji inayoendelea katika nchi yetu. Tumekataa hali kama hiyo. Watoto wa Bukavu tunawaalika, amkeni, kwa sababu nchi ya Kongo ni nchi yenu. Na kama mnaamka, watoto wa Nord Kivu mnaamka, wa Sud Kivu mnaamka kama mnavyoamka, itasaidia Kongo ikuwe libere. Tunaomba watu wa Equateur, Bandundu, Bandaka, Equateur, Province Orientale, kule Maniema kule, nini, Bakongo, Kinshasa, ni kusema semaka tu kutoka toa nje tu. Mnapashwa kujua namna gani ya kujidefendre. MONUSCO mufanye mamarshe. MONUSCO inatusaidia nini? Nauliza kwanza kesho, MONUSCO inafanya nini Mkongo? Hakuna kitu MONUSCO inafanya. Kama MONUSCO ingekuwa inatuproteja contre wa enemy, hapo sawa. Lakini MONUSCO ni yeye anaiba. Sasa mnisikie ninyi watu wa MONUSCO. Mimi si waogopaki. Ninaishi Ulaya, ninajua kule mnatoka wengi, ninajua maisha yenu. Nyinyi wengi mnatoka katika umaskini. Nchi za umaskini. Mnaprofite kwa kufika ku Congo. Sasa je vais vous dire, kama ulitoka France, ce que vous faites au Congo, utakubali wavifanye France? Mnajuaga message zangu très bien. Kama ulitoka Afghanistan, bienye uko nafanya ku Congo, utakubali nchi nyingine bafanye vile Afghanistan? Kama ulitoka Ende, nchi yoyote ulitoka, bienye uko nafanya kuwa Kongomani, wewe aja ya MONUSCO, eske utabikubali birudie mu nchi yako? Vile venye uko naona wanafanya wadada na wamama wa wengine, wewe aja de MONUSCO, soda de MONUSCO, colonel de MONUSCO, unakubali kutoa maarme wawe wa Kongomani? Wakifanya dada yako vile, utakubali? Mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu una uchungu. Ninaumia kwa ajili ya watu na ndugu zangu. Hata communauté internationale, j'ai le droit de défendre mon peuple. Siogope kuzungumza, kwa sababu kweli ni kweli na uwezi kuzika kweli katika udongo. Watoto wa Kongo, watoto wa Kivu, amkeni vijana, wawe wa mama zenu. Daire nataka nikuambie kwamba tunafelicite sana vijana na wazee wa Bashi, spesialema Bukavu. Wakati wa 1998 walikuja pale, Wanyarwanda walipoingia Kongo wakafika Bukavu, walitaka kufanya masakre. Communauté internationale kasema Bukavu kuna population nyingi, Kagame usifanye masakre, mujaribu kuevite. Habari nzuri ni kwamba hizi habari nimezipata mumabironi na zingiaka. Wakasema population ya Bukavu ilifanya kazi nzuri sana. Kazi ya population walifanya. Wakati 98 wameingia Wanyarwanda, Wanyarwanda walikuwa wanatanga kwamba watu wakimbie, waache manyumba wazi juu wafanye masakre. Kitu kilichowashangaza ni kwamba watu wa Bukavu hawakukimbia vita, walikaa mu manyumba. Ile yao kukaa mu manyumba, waliogopa kufanya masakre. Wakasema tutakuwa poursuivi na communauté internationale. Kagame akakasirika na Wanyarwanda wakakasirika. Kwa hiyo watu wa Bukavu, Bashi, balifanya kazi kubwa sana ya kudefende nchi yao. Daire nilikuta huko majina walinipatia na wengine. Kulikuwa operateur ekonomike anayeitwa Nyamulinduka. Huyo aliresiste, alikuwa na mali nyingi Bukavu. Aliresiste. Wanyarwanda wapendagi mtu anayewaresiste. Ukiwaresiste, wao wajuage kunegosie, wanajuaga tu kupiga risasi. Hivi ninavyosema hivi, wao wananitafuta waue. Kagame anatafuta aue, ndio kazi yake. Kwa sababu wako faible. Mtu mwenye iko faible anatafuta kaue. Ndio maana niliambia Kagame, kama iko nguvu, tia bunduki chini tupigane. Tuone mwenye mwanaume. Kama unanipiga nasema nakubali. Okay. Unaweza kuja kutawala Wakongomani sasa. Ndio hivyo. Sasa uje na silaha, mimi sina silaha, wewe una silaha. Sasa wewe una jeshi, mimi sina jeshi. Sasa utapigana Mlongecha namna gani? Lakini ujue kwamba Mlongecha ana uwezo na Kagame utakimbia. Ninakuambia ukweli. I swear to God.
utakimbia kwa hali unayoifanya Kongo kama upendi kubadilika. Mumejaribu kuwa watu Bukavu, lakini watu wa Bukavu wameresiste. Ndugu Nyamurindika alisimama. Alikuwa un grand operateur économique Bukavu. Alikuwa na mali nyingi. Mukatafuta kumuua. Huyo mtu anakimbia kimbia. Kimbia sasa alienda kufa na magonjwa. Lakini kulikuwa mwingine ambaye muliua ninyi wenyewe, waliungana matajiri wengi Bukavu waliresiste. Anayeitwa Ruhinzo. Ndugu Ruhinzo naye aliresiste. Huyo ndio mlipata mkaua. Mkao mwingine alikuwa anatumika kwa ofisi de route, alikuwa anaitwa Biringanine. Huyo naye alikuwa chef wa ofisi de route, muliua. Sasa ninyi mko watu wa namna gani? Mnaua watu tu. Kwa hiyo watu wa Bukavu tunawapatia felicitation na bravo kazi mlioifanya. Watu wengine hawajui hizi habari, wanafikiri kwamba Bukavu hawafanyagi kazi. Bukavu wanafanyaka march. Na vijana wa Bukavu wanatomboka inakuwa hatari. Ninawapatia Lusaka, vijana wa Bukavu, vijana wa Sud-Kivu, Maniema, Fizi, Uvira, kule Nord Kivu, Masisi, kule kote kule, mnafanyaka kazi nzuri. Kama Kongo iko vile iko leo, ni kwa ajili ya vijana wetu na wazee wetu. Ninalanse apele kwa ninyi matajiri, operateur économique wa Bukavu. Amusiache esprit ya ndugu yenu tajiri Nyamirinduka, Ruhinzo, Biringanine iende bure. Baeveki yetu benye balipigania ukombozi iende bure. Hatuwezi kufanya vile. Tunapaswa kuona baeveki wetu damu zao zilimwangika. Ile esprit yao ilimwangika kwa ajili ya kuprotege Kongo. Eveki wetu katalikwa, eveki wetu muziliwa, alikufa kwa ajili ya kusema udongo wetu hauwezi kwenda. Ninyi watajiri tunaomba toeni pesa. Wenye Rwanda wako wanatoa mapesa yao kwa ajili ya kutua sisi wa Kongomani. Ninyi mnakalia kujenga tu. Sasa mkishakuwa watu mtafanya nini? No, toeni pesa. Tulibere nchi yetu. Hali inayotokea Kongo kusema kwamba Kongo iko okipe. Kongo haiko ya kwanza muhistoire. Munaendaka kwa makanisa. Kama uliona kulikuwa vita ya Wafilisti na Waisraeli, ilikuwa nini? Wafilisti walitaka kwenda, balienda kuatake Israeli, Filisti balienda kuatake Israeli. Unajua ni kwa nini? Ni hivi venye tamaa ya Rwanda, ile esprit moja tunjo ile. Lakini Daudi alisimama. Hakuwa na msaada wowote, alikuwa na msaada wa Mungu. Na akashinda ile vita. Wasirie walienda kupiga Waisraeli. Unasikia? Babel ilikuwa grande puissance. Ndio kulisikia wa Daniel, Shadrach, Meshach walienda wakabadilisha situation, esprit ya parti ya nationalisme na ule uzalendo ilikuwa ndani yao. Tuna message kwa ninyi wa Kongomani ambao mnakuwa bibaraka ya kutumikishwa na Wanyarwanda. Kwa sababu amlipi mshahara, wanakupa pesa kidogo, mtu anakubali atoe audio kutukana ndugu yake. Mtu anakubali anakubali kula pesa juu ya uwe ndugu yake. Mkongomani. Wanakupa hela uwe ndugu yako mwenyewe. Kisha wenyewe Wanyarwanda nasema ni Wakongomani kwa Wakongomani. Ninawaomba mpende ndugu zenu. Mpendane. Tupendane. Tukuwe na unite. Hatuwezi kuwa tunatumikishwa hivi. Tuko na objectif ya kulibere nchi yetu. Mungu alitia udongo mwingi wa mali za kila namna Kongo. Alipofika Rwanda, Mungu akasema hapana, sitaacha mali hapa. Wanauanaga sana. Unaona? Akapita nchi nyingine akasema kuna harufu hapa. Kuna kuaga uchawi. Akaenda nchi nyingine sitataja. Akaenda nchi nyingine akasema hawa wanakuaga wanafiki. Mungu akaenda kwa watu wengine. Akasema hawa wanakuaga walevi, sitawapa. Lakini alipokuja Kongo, akasema hawa ni kabila ya hospitalite. Hawa nikiwapa hii mali, watafungua milango wengine wapartaje na watu wengine. Akasema Kongomani, chukueni kila kitu. Mungu akatupatia kila kitu Mkongo kwa sababu anajua Mkongomani hakuwake na roho mbaya. Wao ndugu wapenzi, ninataka message hii muipartage. Ujumbe wetu ni kulibere nchi yetu. Hatutakubali nchi yetu iendelee kunyanyaswa na kuteswa na kiasi tulicho nacho. Ninyi operateur économique wa Bukavu, toeni hela. Dr. Mlongecha naomba mtoe hela.
ya kusaidia ndugu zenu. Ndugu zenu wanahitaji pesa wasaidiwe. Hamwezi kukakana mamilioni. Uko na 50 milioni, tosha milioni moja. Isaidie kazi ya kulibere inchi. Angalia barabara kutoka Kinshasa, kutoka Bukavu kwenda Uvira imevunjika, Ngoma imevunjika. Watu waende kupita Rwanda na Kagame naye anasema nitawakomesha. Anafunga njia ya Rwanda. Sasa Kagame, kama ulisema uko mtu mzuri, si ungetufungulia sasa barabara, ndugu zako wa Kongomani wao wanapita. Si unawafungulia barabara wasipite. Ngoma imevunjika. Kutoka Uvira kwenda Baraka imevunjika. Kutoka Bukavu kwenda Masisi ni hivyo hivyo. Kutoka Masisi kwenda wapi? Nitasema nitachoka. Na huyo Kibaraka wametutilia Felix mwenye wako wana manipule kama nini? Ulishaona president mwenye anashindwa kufanya decision? Mpaka leo mwenzake mwenye alitoka kwa madaraka, Kanambe ndio yuko na contrôler. Sasa tuko mwenchi gani? Peuple congolais. C'est Dr. Billy Mlongeche kuna zungumza, ninawaomba tuungane bega kwa bega. Tujue namna gani tutasove inchi yetu. Na Kongo yetu bientôt itakuwa libere. Pamoja na agenda yenu ninyi wana Rwanda mmesema kwa mwaka huu tuchie minister Gisaro akuwe wa infrastructure na travaux publics a faciliter barabara na nini. Muchie mwingine kule ku defense, muchie mwingine kwa affaires étrangères, muchie mwingine kule mtu wa sécurité nationale kama Njo Biserere ku présidence. Ninawaambia hamutaweza. Quels que soient les enfants d'Israël walikuwa wasklave kwa Egypte, verite ilitokaka na siku moja walikuwa libere. Inchi ni yetu na haki tunayo na uwezo tunao na tutalibere inchi yetu. Hatuhitaji msaada wa mtu yoyote, kwa nguvu zetu wenyewe. Kama wa Chino walivyofanya, kama wa India walivyofanya, kama peuple Amerika ilivyofanya kufukuza Mwingereza. Unajua wa Amerika walifukuza Mwingereza? Wa Sud Africa walifanya nini? Wa Tanzania walifanya nini? Wa Tanzania walifukuza Mwingereza kupitia Nyerere. C'est pour vous dire hiyo tabia ya nchi fulani kuja kutawala tabia nchi nyingine ni tabia ya zamani. Na kuna watu wengine wamezoea hiyo tabia. Wenye Rwanda après l'indépendance, presence yenu ilikuwa Mkongo kwa sababu tuko watu hospitalite. Unaona? Mulikuwa na ba directeur de cabinet, kutabre londe mulikuwa kule. Mpaka leo lakini Minembwe mnashindwa kuijenga. Mnasemanga mnatoka Fizi. Fizi yenyewe mnashindwa kuijenga. Sasa mko watu wa namna gani? Mnajenga manyumba Rwanda. Azariasa na manyumba Rwanda. Huyo mwingine wenu Mnyarwanda, huyo Gisaro ana manyumba Rwanda. Sasa mnasema ni kuja kuiba pesa tu. Wakongomani, fungueni macho. Na Wakongomani wengine wajinga wasiojua histoire. Anasema Banyamurenge ce sont des Congolais. Na wachekaka tu. Il y a un autre Kasaye là, alipita kwa émission, anasema je connais l'histoire, les Banyamurenge ce sont des Congolais, il essaie de bricoler certaines histoires. Monsieur, ne parle pas ce que tu ne connais pas. Je vois comme tu es une lettrée. Aoyo kitu. Aoyo histoire ya Congo weye. Uko nasema les Banyamurenge ce sont des Congolais. Baberge benjeo benye bali du coloniser, haba reconnaître ile. Communauté internationale ha reconnaître ile. Comment tu vas faire ça? Uko mpumbavu kabisa wewe Kasaye. Hauna akili. Niliwaza Bakasaye wengine wana akili, katika Bakasaye banya akili weko. Lakini wewe uko mpumbavu. Je ne peux pas même citer ton nom. Un journaliste, il était interviewé avec un autre journaliste. Anajionyesha parce que le Rwandais balimpatia $500. C'est ça le problème des Congolais. Quand on les donne $500, il est prêt à trahir. Première stratégie, les Rwandais, ils gagnent les Congolais. Selon nos sources. Nataka niwaambie kwa kumaliza emission yangu. Ma strategie Wanyarwanda wanatumikisha periode ya Mobutu mpaka leo. Wanajua kwamba Kongole anakunywa pombe. Lakini wanausahau wao wanawaitwa kiboregwa. Wakinywa pombe wanalalaga mpaka mule musahani ya mapombe analamkia mule. Wanakunywa pombe lakini anajua Kongole anakunywa pombe, akitoa pombe atatoa kila kitu. La pili anajua Kongole anapenda mwanamke. La tatu anajua Kongole anapenda pesa. Avec trois choses, Congolais qui va les contrôler. Utakuja na makamio ya bombe ya kuua shangazi zake, quel que soit il est caporal à la frontière. Tu le donnes $1000, atakupitisha.
Na ile bombe itaenda kuua watoto wake. Parce que anajua uzaifu wa mkongomani ni mambo matatu. Ça, ce sont les Rwandais qui me disent. Manasema ba Kongomani, ce sont les Rwandais qui me disent. Na ndio vitu vitatu vimekontrole Félix hivi. Félix, anao mwanamke Rwanda, mutuse nous connaissons ça. Félix, kupenda malofu. Félix, kupenda mwanamke. Félix, kupenda nini? Faranga. Quelques mois amekuwa président, fait un travail d'audit. Mufanye kwanza service ya audit, muone salaire yake na franga manyumba ameshajenga. Ils volent partout. Alafu nisikie mluba mwingine aje anijibu hapa. C'est que je dis les baruba modérés, ils vont m'accepter. Watakuwa d'accord na mimi. Inchi imekufa. Les baruba, les vrais baruba beko wanalia. Tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui ont travaillé avec Papa Chichi. Félix, il l'a rejeté. Il préfère les Rwandais. Bote balitumika na Papa Tshisekedi bako banalia. IDPS est divisé. Nanjo parti, tu crois, notre parti qui peut nous sauver. Aujourd'hui, par terre, parce que Joseph aliua MNC, Natena anaua, parce qu'anataka abakie Godo Jogo. Peuple congolais, fungueni macho. Atutalala. Mungu awabariki. Ninashukuru sana, tutaendelea kuzungumza. Una besoin ya kunipatia conseil, una besoin ya kuzungumza na mimi, unajua telefone yangu. Niite tuzungumze. Ninaomba matajiri wa Bukavu na Nord Kivu. Toeni franga. Munazo. Tujenge nchi yetu. Tulibere nchi yetu. C'est notre droit. Mtu mwingine mdongecha anasema kama message ya hene. Qui a fait des massacres de Makobola? Mulifanya masakre ya Makobola, mumeniua bashangazi zangu, baba yangu badogo. Munapenda mimi nicheke? Hivi ninabakia sina ndugu. Nilisha kufa tayari parce que unaniua bandugu zangu wote, nabakia mie peke. Ulisha niua tayari. Kwa hiyo hata nife leo, je ne regrette pas. Muniue, musiniue, Mungu mwenyewe ataniua. Kwa nita regrette nini? Nye wote mnaogopa kufa, siku moja utakufa. Unaona? Siku moja utakufa. Nimetoka kuambia hapa. Aliyekimbia Wanyarwanda, Mungu siku moja alipata magonjwa akafa. Leo mzee Ngwanda wetu ametuacha. Amefanya kazi nzuri sana. Nilikuwa ninalia kifo chake. Lakini amefanya kazi nzuri. Lakini Mungu amesema wakati umefanya, pumuzika. Amepumuzika. Na Wanyarwanda msikamate kredi kusema tumemuua Ngwanda. No. Hapo mnadanganya. Alikuwa na sécurité nzuri, il était bien protégé. Haiko ninyi mlimuua. Ni Mungu alikuwa na magonjwa. Hapa blogecha akifa, ni tumemuweza. No. Hamutaniweza. Kwa hiyo ninawaambia peuple congolais. Amkeni. Msikuwe wapumbavu. Tulibere nchi yetu. Angalieni nchi ya Tanzania. Angalieni Zambia. Angalieni Malawi. Angalieni nchi zingine za Afrika. Tunapaswa kuproteger notre pays. Hatuna besoin na Wanyarwanda. Tutakuwa nao kama marafiki. Ndio maana tulikreye GPGL. Tutatembeleana. Lakini hawa mikoshi walituingilia. Walipata shida, wanatuletea shida. Walikuwa na kama milimani Minembo wanachunga ng'ombe zao. Eske tuliwaua? Lakini Kagame alipokuja na politike mbaya, si ndio maana katia poison. La Bible dit, la foi vient de ce que on dit. Ou bien ce que tu parles. Kama unasema imani inakuja. Alienda kuwafungua macho mnakakaa hapa. Ngoja. Na wao wakapata ile sumu, sasa wakaanza kutua. Sasa ile sumu mlioipanda Muwabembe, Wafuriru, Wavira. Hata muite watu muwakoromple pesa. Ils vont manger votre argent, mais habata bakubali. Na wale wenye batakula ile franga, batakuwa rejeté na notre communauté. Ndio mjue hivyo. Lakini Mlongecha hamutamkamata. J'ai mes moyens personnels. Nilishabaambia ukweli. Siko pauvre. Ule wa kalomba no. Siko pauvre ile niveau. Unasikia nishaambia pesa yangu mie, mshahara wangu unashinda ministre wenu wa Felix. Okay? Salaire yangu inashinda ministre wenu wa Felix. Sasa nitatafuta franga ya namna gani? Asiko sawa vile babitakwila, iko parlementaire banamupatia franga, anaacha bu ministere, anaenda kule anakuwa kalomba. Anakuwa nulle part.
Mlongecha anaendelea paski iko mti wenye unazaa matunda. Kwa ninawaambia ninyi Wanyarwanda, sina message yani ninawapenda, lakini muache tabia zenu za kuuana. Ninajua mtatia makomantere mengi, mufanye tout ce que tu veux, mais ninawapenda na Yesu anawapenda, mutubu. Ninyi wa pasteri wa Wanyarwanda, munakubali kufanya vikao vya kuua watu mu makanisa. Tuko na jeûne de prière, tuko na maombi, kumbe ndio marenyo ya kuua babembe, marenyo ya kuua ndugu zetu. Unaona Bafurero na Bavira Bashi tuko wajinga na wapumbavu. Benzetu wako wanaomba, tunabapatia bupasteri. Kumbe wanatuonea vitu vibaya. Ruigita amefanya Wanyarwanda kuwapatia bupasteri. Mzee Kulilangi Biankene amewapatia bupasteri. Elia Yuma Rupande wakadeza kule Fizi aliwapatia bupasteri. Ukiendelea kuselpa bali wapatia ukienda Gashira Wagoma ile wakati alipapatia bupasteri. Bote alipapatia bupasteri. Kitu gani tukupapatia? Uparlementaire tulipapatia. Ugenero tulipapatia. Bukolonele babibi yetu mulilala. Kila kitu hiya hiko bundugu hii. Lakini yote hamkurizika. Mpaka mtu uwe tu mkamate udongo. Udongo wenyewe Minembo mlikaa pale. Haulikuwa wenu tayari. Udongo wa Minembo pale unapokaa njoo kwako. Mnakaa Minembo ulikuwa udongo wenu tena. Sasa ile madeklarasyon yenu ndio imesisite watu. Na mutakamata udongo wetu. Tutarekipere. Que le Seigneur bénisse notre pays et notre peuple. Message yangu naisikia, ikamate tumia mkongomani mwingine pasiko message ya éveil patriotique. Nataka wakongomani waamke. Ni wakati wa kulibere nchi yetu. Bientôt, haiko mbali tena. Kama mnajuaka kusema ya Mlongecha, mfuate mkusema yangu bien, utajua ni kitu gani kiko nyuma ya Mlongecha. Kusema yangu tu, utajua, na kama ujue kusema utaona uko na hauna akili. Kwa hiyo Mungu aendelee kuwabariki. Thank you, bye.